رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما بعد، ndugu Waislamu, sifa njema zote tunamrejeshea Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwamba katujalia na kutuafikia kuipata siku nyingine tukufu kama hii ya Ijumaa, ikiwa ni Ijumaa ya pili ndani ya mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani. Kuna na wengi ambao kwamba walitamani na wakataraji kuwa miongoni mwa watakaopata siku kama hii, lakini wengine wamekwisha tangulia mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaombea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awarahamu kwa rehema zake ambazo kwamba ni pana mno. Na kuna na wengine ambao kwamba ni wagonjwa majumbani, ni wagonjwa mahospitalini, na wao vile vile walikuwa na hamu, walikuwa na matarajio ya kuyapata masiku kama haya wakiwa na afya zao. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala awajalie shifa, kwani hakuna mwenye kutoa shifa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe ambao kwamba Allah katujalia sifa mbili hizi ambazo kwamba hao tuliotangulia kuwataja hawakupawa, sifa ya uhai na sifa ya afya, mimi na wewe tutakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hizi, na kutumia neema kama hizi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kutumia neema kama hizi kutekeleza yale ambayo kwamba tunahitajika kutekeleza. Leo itakuwa walioanza mbele na walioanza nyuma, itakuwa wengine wako siku ya 9 katika Ramadhan na wengine wako katika siku ya 10 katika Ramadhan. Alhasil, na swali la kujiuliza ni kuwa wote hawa
wamebahatika kuyapata masiku haya tukufu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa sote tunatakiwa kufanya hisabu na kujiuliza, tangu siku ya kwanza mpaka leo ni nini ambayo kwamba tumekithirisha, ni nini ambayo kwamba tumezidisha, ni nini ambayo kwamba tumefanya katika masiku kama haya. Hesabu yetu kila mmoja anajua hesabu yake. Hesabu yetu ndio itatuambia, kila mmoja akijihesabu nafsi yake, hesabu yake ndio itamueleza kama kweli masiku haya yaliyopita 9 ama 10 ndani ya mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani amefanya nini. Hii ni hesabu ambayo kwamba hakuna anayeweza katika binadamu kumfanyia mwenzake isipokuwa kila mmoja ajifanyie hesabu kama hii. Rehma na amani zimwendee Nabii Muhammad pamoja na ali zake na masahaba wake na wote wenye kumfuata kwa kufanya mema mpaka siku ya Kiyama. Tuko katika mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi wa saumu. Ni mwezi ambao kwamba tangu ulipoanza tumesikiliza darasa mbalimbali msikitini, kwenye televisheni, kwenye maredio. Tumezisikiliza durus mbalimbali ambazo kwamba zinatuelezea na zinatuonesha fadhila ambazo kwamba zapatikana katika mwezi mtukufu kama huu. Ni mwezi wa rahma za Allah ziko kwa wingi sana. Ni mwezi ambao kwamba msamaha wa Allah wapatikana kwa wingi sana. Ni mwezi ambao kwamba watu wengi wanawekwa mbali na moto wa Jahannam. Kwa hivyo mimi na wewe katika masiku haya tutakiwa tukithirishe katika ibada mbalimbali, tukithirishe katika toa mbalimbali, katika njia ya kujikurubisha mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Nimeisoma aya ya ambayo kwamba ni ya 186 kama sijakosa, ndani ya sura Al-Baqara. Tunajua zile siyaq, zile aya za saumu imeanza 183, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hizi aya tumezizungumzia. Sasa kuna aya ambayo kwamba katika utaratibu wa aya hizi za saumu ndani yake ikawa imewekwa aya hii ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala asema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Na wanapokuuliza waja wangu kunihusu mimi, basi mimi niko karibu, najibu maombi, najibu dua ya yule muombaji anaponiomba. Aya hii 186 ni aya ambayo kwamba tukiangalia inazungumzia swala la kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wanapokuuliza waja wangu kunihusu mimi, basi waambie ya kuwa mimi niko karibu. Mimi niko karibu, ni mwenye kutakabali, ni mwenye kuitikia dua na maombi ya yule muombaji anaponiomba. Faliyastajibu li, basi na wao waniitikie mimi, waitikie mwito wangu, waniamini mimi, la'allahum yarshudun, ili wapate kuongoka. Sasa twaona katika siyaki ya ayati siyam, katika mfululizo wa zile aya za saum, jaat laftatun ajibatun tukhatibu a'maqa an-nafs. Katika muktadha wa zile aya za saum
kuna ujumbe wa ajabu ambao kwamba umekuja. Ujumbe huo unagusa ndani ya nafsi, unamtuliza yule mfungaji kutokana na mashaka ya kufunga na kumfanya atazame, ataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Malipo haya hupatikana kwa kufanya nini? Kwa kumkaribia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufurahia. Qul bifadlillah, kwa fadla za Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatihi, na rehema zake, fabidhalika falyafrahu, kwa ajili ya fadla za Allah na rehema zake Allah, kwa ajili ya hayo tutakiwa kufurahi. Kwa hivyo muumini anatakiwa kupata furaha, anatakiwa kufanya nini? Kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ahadi ya kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kuitikia dua. Sasa duauka fi Ramadhan, aya hii ilivyokuja hapa yatuonesha fadhila ya dua katika mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani. Ndio imekuja katikati ya aya za saum, ikawa imekuja aya hii ambayo kwamba inazungumzia dua, alafu baada yake zikaendelea zile ayat ambazo kwamba zinazungumzia nini? Zinazungumzia saum. Hasa ni mwezi ambao kwamba mimi na wewe, pamoja na kuwa kila mmoja ana mahitaji yake, pamoja na kuwa kila mmoja ako na mambo yake ambayo kwamba yanamsumbua, ni mwezi ambao kwamba shahru dua. Katika fadhila zinazopatikana katika mwezi kama huu, ni mwezi ambao kwamba ni mwezi wa kukithirisha dua, kama ile aya inavyotoa dalili wadhihatan, dalili iliyo wazi ayakuwa irtibati ya ibada hii, kufungamana ibada hii ya saum bi ibadati dua. Hii aya ilivyokuja inatuonesha ufungamano ambao kwamba uko wazi baina ya ibada ya saum na ibada ya dua, na inabainisha kuwa hata katika huyu mwenye kufunga kuna na nyakati ambazo kwamba dua yake inakuwa ina uzito mkubwa zaidi. Ndio maana tukasema Ramadhanu shahru dua, Ramadhani vile vile ni mwezi wa nini? Wa dua. Sasa kila mtu ana mahitaji yake, lakini tujiulize, siku 9 kama ni wa 9, siku 10, ndani ya hizi siku zilizopita tumepata muda wa kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, kumpelekea mahitaji yetu, kumlilia misukosuko yetu? Kama hatujapata, tutambue tuko katika nyakati muhimu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, liswaimi da'watun la turad, huyu mwenye kufunga ana nasibi ya dua ambayo kwamba dua ile hairejeshwi patupu. Katika watu watatu ambao kwamba katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja kuwa watu watatu dua zao hazirejeshwi patupu, katika watu hawa watatu akataja Imamul Adil, kiongozi mwadilifu, wasaim, na wa pili akatajwa huyu mwenye kufunga wakati anapofungua ile saumu yake ana fungu la dua ambalo kwamba halirudi patupu, na dua ya mwenye kudhulumiwa. Mahallu shahid ni kuwa huyu saim inda iftarihi, wakati anapoenda kufungua saumu yake, ana sehemu ya dua ambayo kwamba dua ile hairejeshi patupu. Sasa dua ni katika ibada ambazo kwamba hazijawekwa kiwango maalum, ni katika ibada ambazo kwamba hazijawekewa idadi maalum. Kama ni swala mfano, hatuwezi kusema kwa sababu tuko katika mwezi wa Ramadhani, kwa hivyo swala tutaziongeza, dhuhuri tuswali raka 8 ama tuongeze idadi. La, zimewekwa idadi maalum, lakini dua na dhikri
ni vitu ambavyo kwamba havijawekwa idadi maalum. Na dua bora tukaambiwa afdalu dua alhamdulillah. Dua ambayo kwamba ni bora kuliko dua zote ni kusema nini? Ni kusema alhamdulillah. Na dhikri ambayo kwamba ni dhikri bora kuliko dhikri zote ni la ilaha illa Allah. Sayyidina Umar bin Khattab asema ya kuwa mimi sina hofu ya kujibiwa dua. Hofu yangu ni kuwa je, nitapata muda wa kuomba dua, kwa sababu nina yakini ya kuwa lau nitamuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua, nina uhakika kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataitikia ile dua yangu. Hili halina shaka. Kwa mu'min hatakiwi kuwa na shaka na hili, nikiomba Allah atakubali kweli. Allah ameshaweka ahadi, ud'uuni astajib lakum, niombeni nami nitakuwa ni mwenye kufanya nini? Kuwatakabalia, nitakuwa ni mwenye kuwaitikia zile dua zenu. Wewe ukiwaomba watu, ukimwomba mtu ukasirika, ama atakupa lakini atakusema, mara nyingine atakupa lakini atasema na huyu bwana ameshazoea. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ukikosa kumwomba ndio anakasirika. Wale ambao kwamba wanafanya kibri ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anawakasirikia. Sasa muhtaji ni nani? Ni Allah ama ni sisi? Allah hana sifa ya kuhitajia. Mimi na wewe ndio ambao kwamba tuna mahitaji, na Allah ashatupa ahadi ya kuwa mkiniomba nitawajibu. Angalia aya hii ilivyokuja. Aya zimekuja nyingi, yasalunaka an kadha, wanakuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kitu fulani, inakuja kul, waambie kul, waambie yasalunaka anil bahir, kul, waambie. Zimekuja nyingi, yasalunaka anil anfal, kul. Lakini angalia hii namna ilivyokuja, imekuja moja kwa moja, wa idha sa'alaka ibadi anni, hakuna kul, fa inni qaribun, hakika mimi niko karibu. Yani hata ile kuli ikawa kana kwamba hikma na nini ya Allah subhanahu wa ta'ala, pengine ingechelewesha kitu, ikakuja fa inni moja kwa moja. Sasa ina maana ya kuwa mimi na wewe kama masiku haya yanatupita bila ya kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala zile shida zetu, zile mahitaji yetu, basi tuzinduke, tujue tuko katika mwezi vile vile mwezi wa dua. Asema mmoja katika washairi, wa inni la'ad'u Allah wal amru dayyikun alayya fama yanfaku an yatafarraja wa rabban fatan daqat alayhi wujuhuhu asaba lahu fi da'wati Allahi makhrajan. Asema huyu, ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati hali yangu ikiwa ngumu, hali ikiwa ngumu juu yangu, na hawachi Allah subhanahu wa ta'ala, kila ninapomuomba hali ikiwa ngumu, Allah subhanahu wa ta'ala hawachi kuniwekea mimi faraja. Na wengi waliobanwa na shida, lakini wakapata njia ya kuondoka katika zile shida zao, ya kuondoka katika ile misukosuko yao kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a huwa al-ibada. Dua ni ibada. Ingine kasema ni mukh ya ibada. Waliduai, sasa tushapata ya kuwa huu ni mwezi wa dua vile vile. Haina maana tuzungojage Ramadhani ndio tuomba dua dada. Huu ni katika fadhila zinazopatikana, ni mwezi wa dua, na dua hii tumeelezwa kuwa ni ibada. Basi walidua shurutun wa adabun,
basi na dua vile vile, kwa kuwa ni ibada, ina sharti zake na adabu zake, yambaghi muraatiha, ambayo kwamba yatakiwa muraatiha, yatakiwa yule mwenye kuomba ama muraatuha, kuzichunga, hata yakuna duau makbulan mustajaban, mpaka ile dua yake iwe itakuwa ni makbul, yenye kuitikiwa. Basi atatakiwa kuna adabu ambazo kwamba atakiwa kuwa nazo huyu muombaji. Asema ya mwanzo ambapo kwamba inatangulia katika zile adabu na shurut, ikhlasu du'a lillahi, ni kufanya nini? Ikhlas ni kumuomba, yani kuwa na ikhlas, kumuomba Allah peke yake katika dua, usimshirikishe pia katika dua, ukaomba Allah na huku unaomba na vitu vingine kando. Ni kuwa na ikhlas wakati unafanya dua, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bilqasdi, unamuelekea yeye peke yake kwa kumkusudia yeye, watawajjuh, na kuelekea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Asiweke yale katika ile dua yake, asiingize shirki. Kwa hivyo hata katika dua kunaingia na tauhidi vile vile, kunaingia na ikhlasi vile vile. Wala budda, na vile vile ni lazima kuwa na quwwati raja, kuwa na matumaini makubwa. Si unaomba dua na huku una shaka, yule unayemuomba umeshatambua ni nani. Kwa hivyo wakati unapomuomba haui na shaka, na kuhudhurisha moyo wako wakati wa kuomba ile dua, na kuondoa ghafla wakati wa dua. Alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah hali ya kuwa nyinyi mna yakini ya kujibiwa. Wakati unanyanyua mkono unamuomba Allah, watakiwa ulete yaqini ya kuwa hili ambalo kwamba namuomba Allah subhanahu wa ta'ala litajibiwa, kwa sababu waalamu, na mjue anna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, Allah subhanahu wa ta'ala haipokei dua ya moyo ambao kwamba umeghafilika. Sasa tukiomba katika zile taratibu zetu za kuomba dua, katika adabu kwanza tuwe na ikhlas katika zile dua tunazoziomba. Adabu nyingine vile vile tuwe na yakini, yule mwenye kuomba dua ajenge yakini kuwa yule ambaye kwamba ninamuomba atakuwa ni mwenye kunijibia, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule mwenye kuomba yani yule mwenye kuomba akuwe na ile yakini ya kujibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile wala yastajila alijaba, asikuwe na haraka kutaka kujibiwa. Kwanza atakiwa pia katika ile dua afanye nini? Awe atataraddad, atakaririsha ile, atakariri katika ile dua yake, na asikuwe na pupa. Alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapoomba mtu dua, la yakul ahadukum, asiseme mmoja wenu Allahumma ighfirli in shi'ta. Aseme mtu anaomba dua ataka msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, alafu yuwaomba kwa namna hii: ewe Mola wangu wa haki, ighfirli, nisamehe mimi, in shi'ta, ukitaka. Hatutakiwi kufanya dua kwa namna hii. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, mmoja wenu atajibiwa maombi yake maadamu hajaharakisha. Ataka sasa zile alivyoomba ndio iwe hivyo hivyo, isipokuwa hivyo bana wetu tunaambiwa tuombe dua, mimi nishaomba. Kwa muumini atakiwa kukithirisha dua, kwa sababu dua ya muumini haipotei. Kumekuja katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, anapoomba mtu dua, ile dua yake haipotewi, inajibiwa kwa namna tatu.
haipotei. Itajibiwa ile dua yake kwa namna tatu. Namna ya kwanza, ikiwa kuna kheri katika lile ambalo kwamba analiomba, anamuomba Allah jambo, Allah ni mjuzi, anajua. Ikiwa kuna kheri katika lile ambalo kwamba analiomba, basi Allah subhanahu wa ta'ala anampa. Ameliomba lina kheri kwake yeye, Allah subhanahu wa ta'ala anampa. Ikiwa lile ameliomba halina kheri, njia ya pili ya kuitikiwa ile dua yake, Allah anaitumia ile dua yake kumuondolea jambo la madhara yaliyokuwa yampate, Allah anamuondolea. Wewe kwa sababu haujui, lakini madhara iliyokuwa ikupate wewe, umeona umeomba dua haikujibiwa, kumbe Allah katumia ile dua yako, lile uliloliomba halina khairi na wewe ikajibiwa kwa namna nyingine, ilikuwa kuna madhara ya kupate wewe, Allah akatumia ile dua yako kuondoa ile madhara. Na namna ya tatu, Allah akatuwekea akiba ya ile dua yako mbele zake siku ya Kiyama. Sasa ndio tukaambiwa tukithirishe dua, kwa sababu haipotei ile dua ambayo kwamba tuiomba, haipotei. Na adabu nyingine ya dua, wewe ukienda, mtu leo akiambiwa amepatiwa appointment na rais mfano, ama na mfalme fulani, ama na tajiri fulani, hakurukupi tu akakwenda tu na akaanza kuitisha kile anachotaka. Anafanya adabu ile siku. Kwanza anajinadhifisha karibu hata aoge mara 3-4, anavaa nguo zake nzuri, anafanya manukato. Kama ameambiwa saa 5, anahakikisha yuko saa 4 pale. Anaona kama anaweza kuchelewa hapa afike mbele, kwa hivyo anajitanguliza, anakwenda kunyenyekea. Sasa hao ni khalaik, hao ni viumbe wa Allah, tunafanya hivyo. Hasa inapofika kwa Allah, sisi tuomba dua tuomba dua namna gani? Ndugu zangu, yatakiwa katika adabu za dua tujiweke kando, tuelekee kibla ikiwa tuna uwezo wa kuelekea kibla. Tuanze kwa kufanya nini? Kwa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumshukuru Allah. Si unaingia tu unaanza kuomba kile unachotaka. Kuna taratibu. Ukaanza kwa kufanya nini? Kwa kuthanaa lillah wa huwa ahlu, kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake, na yeye ndiye anastahili kusifiwa. Kule kwa mheshimiwa utamsifu na sifa zote, mpaka sifa zingine hata sio zake, lakini kwa Allah unaingia tu na Mtume anatufundisha katika taratibu. Tuombe wakati tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tuanze kwa kumsifu Allah, angalau tuanze kwa kumshukuru Allah. Wassalata ala nabii sallallahu alaihi wasallam, na kisha baada ya kuanza kwa kumsifu Allah ni adabu. Sasa hii ni ibada, si mambo ya mchezo. Dua si kitu ya kuchezewa. Unaomba dua ukitembea tu barabarani vipi? Ni kitu ambacho kwamba inataka umakini, inataka shuruti zitimie, inataka adabu zitimie. Unaanza kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Unafuatiliza kwa kufanya nini? Kwa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siwe na haraka, uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unafanya mambo kwa nidhamu. Manake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafhumu ya hadithi, kuna mtu ambaye kwamba aliingia Mtume alipokuwa ameketi. Hii hadithi imepokelewa na Fudhala bin Ubayd. Asema alipokuwa ameketi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliingia mtu akaswali, kapiga swala, alafu baada ya kuswali faqala Allahumma ighfirli warhamni. Baada ya kumaliza kuswali akanyanyua, Mtume yuko pale, akanyanyua mikono akasema, ya Allah nisamehe na unirehemu. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ajilta ayyuha almusalli idha sallaita faqa'alta fahmidillah bima huwa ahluhu wa salli alayya thumma ad'uhu. Akamwambia, wewe umefanya haraka. Unaposwali, unapomaliza kuswali ukaketi, kwanza muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile sifa ambazo kwamba anazistahili,
Allah subhanahu wa ta'ala, wasalli alayya, kisha uniswalie, ulete salatu ala nabii. Baada ya kuniswalia, thumma du'uhu, kisha umuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni adabu. Naongezwa adabu nyingine, takiwa yule mtu ni bora zaidi wakati anaomba dua awe katika nini? Awe katika tahara. Ni bora zaidi wakati unapoomba dua usijiombee tu me myself and I. Wewe dua zako tu ni mimi, ya Rabbi nipe mimi, ya Rabbi nipe mimi, ya Rabbi nipe mimi. Fungua ile dua yako, waombee na wengine ile dua yako. Angalia kile kisa mashuhuri cha ule bwana anaitwa Dhul Khuwaisir. Huyu Dhul Khuwaisir alikuja akakojoa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi masahaba walipokuwa wamepandwa na hasira, Mtume akamwambia wacheni. Akakojoa akamaliza. Sasa huyu akaomba dua, huyu Arabi akaomba dua akasema, Allahumma arhamni wa Muhammadan, e Mwenyezi Mungu nirehemu mimi pamoja na Muhammad, wala tarham ma'ana ahad, na hiyo rehema utakayonirehemu mimi na Muhammad usimrehemu na mwingine yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam hata kama alikuwa ni Arabi akamjibu pale pale, akamwambia lakad hajarta wasi'an ya Arabi, yani wewe umelifunga kitu ambacho kwamba ni kipana. Dua hautakiwi uifunge, waombee watu dua. Angalia dua pia zilivyokuja katika Qur'ani, nyingi zimekuja katika sifa ambayo kwamba ni ya wengi. Sasa wewe usifunge dua ukajiombea wewe peke yako, waombee na wengine. Na kuna siri ya kuwatanguliza wengine katika dua ukawaombea. Ikiwa lile jambo ambalo kwamba unalihitaji na mwenzako analihitaji ukamtanguliza, basi Allah subhanahu wa ta'ala akupa wewe mwanzo. Sasa katika dua ni shahru dua, adabu tumeziona, taratibu tumeziona. Ile wakati ya kufungua pia ni wakati muhimu sana. Tusikimbizane na mahamri na majuisi na masoda na kila kitu, tukasahau nafasi ya dua. Fungua jambo na maji ndio sunna, ama tende witri 3. Alafu kaa chini muombe Allah. Mimi nakwambia lau tutasimama hapa kusema kila mtu shida zake, utakuta kila mtu atasema mimi nina shida ya watoto, mwingine sijapata watoto, huyu asema watoto kusumbua, huyu asema ataka watoto, huyu asema ana kazi, huyu kazi imemchokesha, huyu ataka mke, huyu mke ataka kumtaliki. Kila mtu ana yake. Lakini sasa hapa yatakiwa mtu akajitenga, akajiweka kando, akamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa na yakini, mimi nikimwomba Allah ile dua yangu haiwezi kupotea, dua yangu haitorudi patupu. Ramadhanu shahru dua, ndugu zangu, ni mwezi wa dua. Sasa tuanze kuangalia hesabu yetu katika Ramadhani, tumetenga muda kumwomba Allah. Kama hatujafanya hivyo, basi tuzinduke, kwa sababu rahima anfu mri'in, Mtume asema amepata hasara yule mtu ambaye kwamba amebahatika. Hii ni bahati kubwa. Kuna watu wako hospitalini kule, kuna watu ambao kwamba wamekaribia Ramadhani ama wameingia Ramadhani, jana tu tumepata habari za msiba, hawapo tena. Sasa mimi na wewe hatuna garantii ya kuwa hizi siku zilizobaki tutakamilisha. Hatuna garantii hata hii swala inayokuja tutaweza kuswali. Sina garantii hata kama hutuba nitakamilisha. Hii hatuna. Sasa kila dakika ambayo kama ndugu zangu tunapata, tusiwache itupite, tusiwache ipotee, bila ya sisi kukithirisha dua, bila ya sisi kukithirisha azkari. Azkari hakuna gharama yoyote. Hizi ni amali za kukithirisha, bila ya sisi kukithirisha sadakat. Tuambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alikuwa mkarimu zaidi katika watu, na ukarimu wake siku zote alikuwa mkarimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atwa mkarimu sana katika watu, na ilipokuwa ikifika Ramadhani ndo akizidisha sana ukarimu, kwa sababu sadaka iliyo bora ni sadaka katika mwezi kama huu wa Ramadhani. Sadaka iliyo bora siku zote, sadaka ina fadhila. Tibieni maradhi zetu kwa kutumia sadaka. Sadaka ni njia ya kuzuia
Sadaka ina fadhila nyingi, inshallah tutazungumzia. Ina fadhila nyingi. Sasa tuko katika shahru sadaka, ni mwezi wa kutoa sadaka sana. Tukithirishe kutoa sadaka. Kama una uwezo wa kutoa sadaka, toa. Ukipata kuna sehemu ambapo kuna mpaka na sadakatul jariya ambapo inaendelea, hii malipo inakupata kule mbele, toa kile ulicho nacho. Hata kama ni shilingi moja, kwa mamilioni ya pesa, lakini wewe yako ni shilingi moja, hiyo ni hisa. Watu wanakimbia kutafuta shares mashariki na magharibi, kila mahali wanatafuta shares. Hasa kuna nafasi ya shares vile vile katika mwezi wa Ramadhani kupata sadaka, kupata sadakatul jariya. Ile shilingi yako moja katika hiyo nyingi ina malipo ambayo yanaendelea. Idha mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalath, mtu akifa amali zake hukatika isipokuwa mambo matatu, malipo yanaendelea. Yeye mwenyewe ashafariki, lakini malipo yanaendelea. Ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sadakatun jariya, ni sadaka ile ambayo inaendelea. Na ndio maana Ramadhani hii tumeweka mradi hapa msikitini, mradi wa sola. Pengine sote hatuna uwezo wa kukamilisha ule mradi kila mtu binafsi, lakini shilingi moja yako na shilingi moja yule mwingine unaingia kuwa wewe unakuwa shareholder. Wazee waliokuwepo pale mbele wamefanya kile walichofanya, wamehakikisha kuna maji hapa msikitini, wametanguliza hizi thawabu. Watu wakishika udhu, watu wakinywa maji, hizi thawabu za wapata, washatangulia kule mbele. Mwenyezi Mungu arhamu, hizi thawabu wazipata. Na sisi tujiulize, na sisi tutawekeza nini? Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa kusikia mema na kuyafuata. Tumuombe Allah tuoneshe haki kuwa ni jambo jema la kulifuata, na tuoneshe batili kuwa ni jambo ovu na kuliacha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم، ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.